hata ibada Waislamu wanafanya. Hakuna nabii wa Mungu amewahi kufanya ibada ya namna hiyo. Fuatilia ndio utakuja kujua kumbe hakuna nabii wa Mungu amewahi kuwa Muislamu. Kwa sababu kama kuna nabii wa Mungu amewahi kuwa Muislamu, tungepata katika vitabu vyao wakiwa na ibada sawa sawa na ile ibada ambayo Waislamu wanafanya kwa sasa. Msomaji nisaidie 2:23 kitabu cha Waibrania, kitabu cha Wakolosai. Wakolosai 2:23 inasema hivi. Inasemaje? Inasema mambo hayo twende, yanaonekana kana kwamba yana hekima. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada, katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Mliofanyaje? Mliojitungia wenyewe. Kwa hivyo kuna ibada ambazo watu wanafanyaje? Wamejitungia wenyewe. Kwa hivyo tunataka leo tujue ibada ya msikitini ni ya kweli ama ni Mtume Muhammad aliyoitunga ibada ya msikitini. Ili iwe ya kweli lazima kuwe na manabii waliofanya ibada hiyo, ndio tujue ya kwamba ibada hii ni ya kweli. Manabii walikuwa kwenye ibada hiyo. Lakini kama manabii hawakuwa kwenye ibada hiyo, basi ibada ya msikitini ni ibada ya kutungwa na Mtume Muhammad. Msomaji? Naam. 12:28 kitabu cha Waibrania inasema hivi. 12:28. Leo ni siku ya Ijumaa. Natarajia niweze kuwaona mashehe waliosoma. Yaani leo mashehe wakikosekana hapa Maua, mjue mpaka siku ya Kiyama hapa Maua itakuwa ni territory ya Wakristo kama hakuna shehe atakayetokea. Na leo ni siku ya Ijumaa na waona wakiwa na kanzu. Leo tunaambiwa hata kanzu ni vazi la ibada. Leo naomba andiko leo, ikipatikana andiko leo ya kwamba kanzu ni vazi la ibada ya msikitini, leo nakuwa Muislamu. Kanzu ni vazi kama ingine, si ati kwamba kwa sababu mtu amevaa kanzu anakuwa Muislamu. Hata mimi naweza kuvaa kanzu, ni nguo tu, ni nguo tu. Kwa hivyo sio vazi ambalo ati ni vazi la kipekee ati la ibada. No, 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 no. Na ningatoa ushahidi. Soma andiko. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema kwa kuwa basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Yaani tumepokea ufalme ambao hauwezi kutetemeshwa. Na mwana neema ambayo kwa hiyo ndio tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Tumtolee Mungu ibada ya kufanyaje? Ya kumpendeza. Tumtolee Mungu ibada ya kufanyaje? Ya kumpendeza. Sasa katika Biblia kuna ibada katika maagano mawili. Kuna ibada katika maagano mawili. Kuna ibada katika Agano Jipya na kuna ibada katika Agano la Kale. Ibada ya Qur'ani absent, haijahesabiwa. Haijahesabiwa. Msomaji? Naam. Nisaidie kitabu kinaitwa 9:1. Kitabu kinaitwa Waibrania. Tuweze kuona ibada ziko ngapi. Ibada ziko mbili. Kuna ibada za Agano la Kale na kuna ibada za Agano Jipya. Hizo mbili peke yake. Soma tusikie. Inasema hivi. Twende. 9:1 Ibrania. Basi ndio hata agano la kwanza. Katika agano la kwanza ilikuwa na kawaida za ibada. Ilikuwa na kawaida za ibada. Na patakatifu pake pa kidunia. Na palikuwa na patakatifu pake pa kidunia. Kwa hivyo katika agano la kwanza kulikuwa na taratibu za ibada. Na katika agano jipya kuna taratibu za ibada. Kwa hivyo maagano ni mangapi? Mawili. Agano jipya na agano la kale. Hapo kuna ibada ya Qur'ani? Hakuna. Kuna ibada ya Qur'ani hapo? Hakuna. Ibada ya Qur'ani haijafundishwa na Mungu. Hiyo ni ibada ambayo imejitokeza katika siku za mwisho, ibada iliyo kinyume na ibada ya kweli ya Biblia. Katika nyumba ya kwanza ambayo manabii walifanya ibada ni nyumba ambayo ilikuwa inaitwa hekalu. Hekalu, msomaji? Naam. Katika hekalu ndipo Mungu alipokuwa anaabudiwa katika agano la kale. Katika hekalu. Na wakati hekalu ilipobomolewa, Yesu alipoonyeshwa hekalu, alisema haitasalia jiwe juu ya jiwe lingine ambaye haitabomoshwa, katika kitabu cha Mathayo 24 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa hivyo hekalu ilipobomolewa, walianza Wayahudi kutengeneza nyumba kidogo kidogo, walikuwa wanaziita synagogue.
sio Mungu aliamrisha wajenge sinagogi. Mungu alikuwa ameamrisha tu ajengewe patakatifu pake. Wa kwanza kujenga alikuwa Musa. Alafu baadaye Suleimani akajenga. Mungu akamzuia Daudi kujenga kwa sababu alisema mikono yake imejaa damu. Lakini mtoto wake Suleimani akaweza kujenga nyumba ya Mungu inayoitwa hekalu. Akaijenga Yerusalemu, hekalu likajengwa, lakini baadaye likaja likabomolewa na mfalme wa Wakaldayo anaitwa Nebukadneza. Alafu mara ya pili likabomolewa na utawala wa Kirumi. Sasa kutoka hapo nyumba ambazo zilijengwa na Mungu hakuagiza zijengwe ni masinagogi. Ndio naona katika Biblia hakuna sinagogi la Mungu. Kulikuwa na hekalu la Mungu na leo kuna kanisa la Mungu, lakini hakuna sinagogi la Mungu. Msomaji, Naam. nisaidie Qur'ani tafsiri ya Barwani. Kuna Barwani nyingine nimekukujia nayo kwa sababu hiyo nyingine niliona imelaruka na si vizuri. Hiyo nisaidie 22:40 Qur'ani. Leo Waislamu wanawadanganya watu ya kwamba Musa alikuwa anaenda msikiti, ati Yesu alikuwa anaenda msikiti. Nataka niwaambie leo watu wa hapa Maua, jua likiwa linawaka, kuanzia Qur'ani Suratul Fatiha mpaka Suratul Nasi, hakuna andiko linalosema sinagogi ni msikiti. Na Waislamu wakilitoa leo, mimi nakuwa Muislamu. Hakuna. Wanatumia uongo kuwadanganya watu wakuwa Waislamu, wakati Qur'ani inafundisha msikiti sio sinagogi. Soma tusikie. 22:40 Qur'ani inasemaje? Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, twende, ila kwa kuwa wanasemaje? Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Twende. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu awakingi watu kwa watu, ndio basi hapana shaka zingalivunjwa nyumba za watawa na makanisa na masinagogi na misikiti. Kwa hivyo Qur'ani inasema masinagogi sio nini? Sio misikiti. Lakini kuna walimu leo wanaambia watu sinagogi ni nini? Ni misikiti. Lakini Qur'ani inasema kuna tofauti ya sinagogi na misikiti. Katika Kiarabu msikiti unaitwa masjid ni msikiti kwa lugha ya Kiarabu. Sinagogi kwa Kiarabu inaitwa swalawatu. Haiti masjid, inaitwa swalawatu. Kwa hiyo sinagogi sio msikiti. Lakini Mungu katika Biblia aliagiza ajengewe hekalu, na baada ya kuagiza ajengewe hekalu, mwisho sasa Yesu akajenga kanisa. Kwa hiyo hakuna mtu leo ana uwezo wa kujengea Mungu nyumba. Leo Waislamu anajenga nyumba ati pale inaitwa msikiti, wanasema ni nyumba takatifu, ati Mungu anakaa hapo ndani. Nisaidie Matendo ya Mitume 7:47. Hakuna Mungu anayekaa kwa msikiti, kwa sababu Mungu, hakuna nyumba inayojengwa na wanadamu duniani ambaye Mungu anaweza kukaa ndani. Mungu anakaa nyumba yenye Yesu peke yake anajenga, sio wanadamu. Soma tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? 7:40 inasema Matendo ya Mitume inasemaje? Lakini Suleimani alimjengea nyumba. Suleimani alimjengea Mungu nyumba. Ila yeye aliyejua hakai katika nyumba. Yule aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono. Zilizojengwa kwa nini? Kwa mikono. Kumbe yule aliye juu hawezi kukaa kwenye nyumba zinazojengwa na nini? Na mikono. Na mikono ya wanadamu. Tuendelee. Kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi. Na nchi pia ni pa kuweka miguu yangu. Twende. Ni nyumba gani utakayonijengea? Kwa hivyo Mungu kwa leo anasema hakuna nyumba anaweza kujengewa akae. Hata kama Suleimani alimjengea Mungu nyumba, Mungu akai nyumba zenye zimejengwa na watu. Sasa leo nawauliza Waislamu,
mnajenga misikiti. Nani aliyowaagiza? Naomba andiko moja ya kwamba mmeagizwa mjengee Mungu nyumba. Nyumba yenye imejengwa na mwenye alijenga na ikaisha na hakuna ingine, ni yenye Yesu alijenga na inaitwa kanisa, na kanisa hilo ndio linaitwa nyumba ya Mungu, sio msikiti. Kwa hivyo ibada zote zinazofanyika kwenye msikiti, Mungu hahusiki. Mungu hahusiki. Ibada za misikiti Mungu hahusiki, maana hakuna andiko msikiti ni wa Mungu. Hakuna andiko msikiti ni wa Mungu. Nyumba ya Mungu inaitwaje, msomaji? Naam. Nisaidie 16:18 kitabu cha Mathayo. Yaani mimi nashukuru kwamba hapa Maua bendera ya Kristo imepepea. Waislamu wote wanabaki kimya muda wa wiki mzima. Hakuna Muislamu anakohoa. Tumefundisha hapa Uislamu sio dini ya Mungu, wakakaa kimya. Tukafundisha hapa Yesu ni mwana wa Mungu, wakakaa kimya. Tukafundisha hapa Muhammad sio mtume wa Mungu, wakakaa kimya. Tukafundisha hapa Qur'ani sio kitabu cha Mungu, wakakaa kimya. Leo tunafundisha ibada ya msikiti sio ya Mungu. Wacha tuone kama wataongea fainali. Sema tusikie. 16:18 Mathayo. Inasemaje? Nami nakwambia. Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hivyo yule anayejenga kanisa ni nani? Ni Kristo. Nani anajenga kanisa? Ni Yesu. Kuna watu watachukua matofali wajenge kanisa? Hakuna. Kuna watu watachukua mabati wajenge kanisa? Hakuna. Mwenye alijenga kanisa ni nani? Ni Kristo Yesu. Ni nani alijenga kanisa? Ni Yesu Kristo. Na alijenga ikiwa nyumba moja yenye iko dunia mzima. Si ati kwamba alijenga mahali fulani. Hapana. Ati leo Waislamu wanaangalia mahali fulani, ati kuna nyumba ya Mungu. Ati wanakuambia tunaangalia kibla. Kuna nini? Ati kuna msikiti mtakatifu. Hakuna nyumba takatifu duniani. Nyumba takatifu duniani ni kanisa la Mungu alilojenga Yesu, na hakujenga na matofali na hakujenga na mabati. Alijenga kupitia nani? 2:5 Petro ya kwanza. Petro wa kwanza. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya huyu mtumishi wako ambaye amekuja kwa sababu ya kuhitaji kibilio kutoka kwako. Unaponya, unaokoa. Mponya na umuokoe kupitia kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Kwa hivyo kile ambacho tunachokisoma hapa ni ya kwamba nyumba ya Mungu haijengwi na matofali na mabati iliyokufa. Soma tusikie. Inasema hivi. Twende. Petro wa kwanza 2:5 inasema. Inasemaje? Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Mumejengwa muwe nyumba ya roho. Mumejengwa muwe nyumba ya nini? Ya roho. Mumejengwa muwe nyumba ya nini? Ya roho. Kwa hivyo watu ambao wameokolewa wanasimama kama mawe iliyo hai. Kwa hivyo mtu ambaye ameamini anakuwa jiwe lililo hai. Wakiwa wawili wanakuwa mawe. Alafu mawe hayo yanawekelewa kwenye jiwe kuu linaitwa Yesu Kristo, ambaye ndiyo jiwe kuu la pembeni. Sasa kitabu cha Efeso 2:20 inasema hivi. Msikiti sio nyumba ya Mungu, msidanganywe. Na hakuna ibada ya Mungu wa mbinguni inafanyikia kwa msikiti. Aba ni katani. Ninasema mchana kama jua linawaka, kama kuna Muislamu ako na dukuduku, ako na swali, aniletee nitamjibu aje. Sema msikie. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu ni nani? Mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo kanisa la Mungu limejengwa juu ya Yesu. Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Wale waaminio wanakuwa mawe yaliyo hai. Wanajengwa wawe nyumba ya nani? Ya roho. Wawe nyumba ya nani? Ya roho. Timotheo wa kwanza 3:15. Mimi natoa andiko kwenye Biblia ya kwamba kanisa ni nyumba ya Mungu. Naomba leo andiko moja, msikiti ni nyumba ya Mungu na Mungu hawezi kujikoroga. Anasema hawezi kaa kwenye nyumba imejengwa na watu. Sasa Waislamu hapa Maua, watu wa ile msikiti iko pale, ni watu walijenga ama ni Mungu?
watu walijenga. Narudia andiko Matendo ya Mitume 7:47. Sio mimi nimeandika hiyo haya, usiseme ya kwamba ni mimi. Ninasoma ilivyoandikwa. Soma tusikie. 7:47 Matendo ya Mitume inasema, lakini Suleimani alimjengea nyumba. Alimjengea Mungu nyumba. Ila yeye. Rudia. Ila yeye. Rudia. Ila yeye. Rudia. Ila yeye. Aliye juu. Aliye wapi? Aliye juu. Aliye wapi? Aliye juu. Aliye wapi? Aliye juu. Twende. Hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono. Kwa hivyo aliye wapi? Juu. Hakai katika nyumba zilizojengwa na mikono. Kwa hivyo ile nyumba inaitwa ya Mungu na imejengwa na mikono. Mungu anayekaa mbinguni hakai kwa nyumba hii hizo. Sasa kuja unichanganye ati Mungu anapatikana kwa msikiti kunyesha mvua ya makunguru. Mungu hapatikani. Anayekaa kwa msikiti ni nani? Anayekaa kwa msikiti ni nani? Nichukulie baruani. Qur'ani 106 anza mstari wake ni wa kwanza. Ndio naona kuna msikiti unaitwa msikiti Al-Kaaba. Msikiti Al-Kaaba umejengwa na mikono. Tunasikiliza, soma tusikie. 106:1. Kule Maka kuna msikiti Al-Haram. Msikiti Al-Kaaba unaotunza jiwe jeusi. Jiwe jeusi liko Maka. Ndio naona Waislamu wote wanaposali mpaka waangalie Maka. Wanaangalia jiwe jeusi la Maka. Jiwe jeusi la Maka linapatikana wapi? Kwenye katikati ya msikiti wa Al-Kaaba ambaye uko Maka. Soma tusikie. Inasema hivi. Twende. Qur'ani 106:1. Inasemaje? Kwa walivyozoea Makureshi. Twende. Kuzoea kwa safari. Twende. Za siku za baridi na siku za joto. Basi hawamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii. Atawamwabudu nani? Mola mlezi wa nyumba hii. Ati Mola mlezi wa nyumba hii. Kumbe huyo Mola ambaye Waislamu wanamwabudu anakaa kwa nyumba. Lakini Mungu wa mbinguni hakai kwa nyumba zilizojengwa na mikono. Lakini Mungu wa Waislamu anakaa kwa nyumba iko Maka. Alafu kuja uniambia ati ni yule Mungu tunaabudu. Inawezekanaje? Haiwezekani abadan katan. Haiwezekani. Waislamu wana Mungu wao na sisi tuna Mungu wetu. Mungu wetu hakai kwa nyumba zilizojengwa na mikono. Lakini Mungu wa Waislamu anakaa kwa nyumba imejengwa na mikono. Sasa mtuambie huyo Mungu anakaa kwa nyumba yenye mumejenga ni nani? Kwa sababu katika Biblia Mungu hakai kwa nyumba zilizojengwa na mikono. Kwa hiyo kitu cha kwanza, Mungu hajawahi agiza ajengewe msikiti. Ajengewe msikiti. Yesu alijenga kanisa na ndio nyumba ya nani? Ya Mungu. Timotheo wa kwanza 3:15. Nyumba ya Mungu ni kanisa. Nyumba ya Mungu si msikiti. Nyumba ya Mungu si hekalu limejengwa na watu. Watu ambao wako sasa hivi, ukishamwamini Yesu, wewe mwenyewe unakuwa hekalu. Mwili wako unakuwa hekalu. Ndio unaona katika hekalu la kwanza lenye Musa alijenga lilikuwa na sehemu 3. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni ukuta. Sehemu ya pili ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya 3 ilikuwa ni patakatifu sana. Ambapo hapo patakatifu sana palikuwa mahali pana kiti cha rehema na palikuwa na sanduku la agano lililokuwa na amri 10 za Mungu. Kwa hivyo mtu wa kweli ambaye ameamini kweli lazima awe hekalu wa Mungu. Kwa hivyo ukiamini unakuwa wewe ndio hekalu wa Mungu. Kwa hivyo ukiwa hekalu wa Mungu, si ati ya kwamba Mungu ana hekalu leo imejengwa na watu. Mungu anajenga hekalu yeye kwa sasa. Ukimwamini unakuwa hekalu wewe. Unaona Mungu anaangalia unavaaje, uone ukuta wa nje. Unakula nini? Hiyo ni sehemu ya kwanza. Mahali patakatifu mno ni kwenye mindset yako, ndio Mungu anataka akae, ndio kuna kiti cha rehema na ndio kuna sanduku la agano kwenye mindset yako. Kwa hivyo hekalu leo hailijengwi na watu. Hekalu Mungu anajenga kwa kumwokoa mtu, anakuwa hekalu yeye mwenyewe. Lakini mkiungana wawili au watatu, wa kwanza jiwe, wa pili jiwe, wa tatu jiwe, hao mara matatu yakiunganishwa kwa Roho Mtakatifu
mnakuwa nyumba ya Mungu, yaani kanisa la Mungu. Soma andiko. Inasemaje? Inasema hivi. Inasemaje? Timotheo wa kwanza 3:15. Sabe, Lakini nikikawia upata kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Kwa hiyo kanisa la Mungu aliye hai, hiyo ndio nyumba ya nani? Ya Mungu. Hiyo ndio nyumba ya nani? Ya Mungu. Kuna andiko msikiti ni nyumba ya Mungu? Hakuna. Muhammad ndiye amekuja akaagiza watu kujenga misikiti. Hakuna nabii wa Mungu amewahi agiza watu kujenga misikiti. Hayupo. Hatokei. Hapatikani. Sasa ibada ya msikitini ya kwanza. Ibada ya kwanza ya msikitini, wanakuambia ukifika msikitini unatoa kiatu. Kwa sababu wao wanaogelea nyumba iliyojengwa na mikono, wameweka carpet. Sasa wanakuambia sasa, sijui unatoa kiatu usipake carpet uchafu, ama unatoa kiatu kwa sababu utapaka nyumba ya Mungu uchafu. Kuna kitu sielewi. Waje watueleze hapa. Mnatoa kiatu kwa sababu muna carpet, ama ni kwa sababu Mungu anasema mtoe? Hakuna mahali kuanzia Qur'ani suratul Fatiha mpaka suratul Nasi inayosema Waislamu wakienda msikiti wavue kiatu. Kuna siku moja kule Nairobi kuna mahali kunaitwa Mukuru kwa Jenga. Siku moja nilienda na gari yangu. Nilikuwa na gari ambayo ilikuwa ya black na ilikuwa na vioo vya black. Mimi nikaenda nikaingia kwa msikiti, lakini sikufungua dirisha. Kwa hiyo hakuna mtu alijua na waona, lakini wao hawanioni. Nikataka kujua hapa ibada hii ya msikiti vipi. Nikaona Waislamu wanatoa kiatu, alafu wanashika hiyo kiatu wanaingia naye huko ndani. Kwa nini walikuwa wanaenda naye huko ndani? Wanaogopa wakiacha hapo nje kitaibiwa. Kwa hiyo mtu anakitoa alafu anaingia nacho huko. Sasa nauliza, sasa tofauti ya hiyo kiatu kuwa umekitoa kwa mguu na kuwa umeingia nacho ndani, tofauti ni nini? Hakuna. Sababu umekitoa tu kwa mguu lakini ukaigiza ndani. Sasa kumbe kiatu kinaonekana kikiwa na shinda kwa sababu kiko kwa mguu, lakini kikiingia bila kuwa mguu kinakubaliwa. Sasa hiyo ni vitu gani? Sasa tunauliza Mungu, sasa wewe Mungu, katika nyumba ya Mungu watu wanafaa kutoa kiatu. Nisaidie kwanza Mhubiri 5 mstari wa kwanza. Mhubiri 5 mstari wa kwanza. Hakuna nyumba ya Mungu ya ibada inaigiwa bila kiatu. Labda seli. Ukienda seli unaambiwa toa kiatu moja. Haya, soma tusikie. Mhubiri 5:1 inasema, jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Kumbe ukienda nyumbani kwa Mungu unatakikana kutunza nini? Mguu wako. Kutunza mguu wako. Sasa mguu utautunzaje? Nisaidie 2:25 Yeremia 2:25 nasema hivi, utautunzaje mguu wako? Zuia mguu wako. Usikose kiatu. Usikose nini? Kiatu. Kwa hiyo kwenye nyumba ya Mungu hatuogelei uchafu wa kiatu, tunaogelea uchafu wa moyo. Kwa hiyo kiatu hakiwezi kuchafua nyumba yenye imejengwa na watu kabisa, lakini dhambi inachafua nyumba ya roho ambayo ni kanisa la nani? La Kristo. Kwa hiyo ukiambiwa toa kiatu, sio kiatu ya mwili, ni kiatu ambaye inaingia kwenye kanisa la kiroho, kwa sababu kanisa halijengwi na mikono ya watu. Kanisa yenye inajengwa na mikono ya watu, hiyo ni ya watu, lakini ya Mungu Yesu mwenyewe ndiye amejenga. Sasa hiyo haiongelewi kiatu hiki. Uchafu huu hauwezi kuchafua. Kile kinachafua ni dhambi. Nisaidie kitabu kinaitwa Yeremia 2:20. Yeremia 2:20 nasema hivi. Inasemaje? Inasema, twende. Kwa maana tangu zamani wewe ndio 22.
2:22 nasema. Nasemaje? Maana utapojiosha kwa makandi, hata kama utaoga na magandi na kujipatia sabuni nyingi, hata kama utaoga na sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu. Kwa hivyo uovu ndio unamata kama una uchafu, lakini sio kiatu. Ukiona nyumba watu wanatoa kiatu wakiingia kwa nyumba fulani, ujua hapo hakuna ibada ya Mungu. Kwa hivyo hiyo ni ibada ya kutungwa. X tumeiweka ipo dustbin tap kabisa, kwa sababu hakuna ibada yenye Mungu ameamrisha watu kutoa kiatu wakiingia kwa kanisa ama kwa msikiti. Kwanza hakuna msikiti wa nani? Wa Mungu. Hakuna msikiti wa Mungu, hakuna. Ya pili, ndani ya nyumba ibada kuna nyimbo, si ndio? Kabisa. Nisaidie kitabu kinaitwa Nyakati wa Pili 5:13. Nyumba ya ibada ya kweli kuna nyimbo. Umewahi sikia msikitini kwaya? Hakuna. Umewahi sikia kwaya? Hakuna. Ni kwa sababu sio ibada halali. Si ibada halali. Soma tusikie. Inasema hivi. Inasemaje? Tena Walawi waimbaji. Walawi na nani? Waimbaji. Walawi na waimbaji wote pia. Ndio. Yaani Asafu. Ndio. Na Emani. Na Yedutuni. 5:13. Inasema hivi. Ndio. Hata. Ndio. Ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Kumbe ndani ya nyumba ya ibada kuna waimbaji. Kwa msikiti wako hakuna. Hiyo maana ya kwanza, ibada hiyo ni haramu. Sasa tunauliza, nyumba ya ibada sasa ambaye ni kanisa la Mungu inafaa kufunguliwa na inafungwa lini? 46:1 Ezekieli. Leo tunasikia kwamba msikiti ati leo ni Ijumaa, ati leo ni siku yao ya kukusanyika. Hakuna nabii wa Mungu amewahi kusanyika Ijumaa, na kama kunaye isipokuwa Muhammad peke yake. Aletwe hapa tusikie. Ni Ezekieli, ni Danieli, ni Musa. Soma tusikie. 46:1 kitabu cha Ezekieli. Bwana Mungu asema hivi. Anasemaje? Lango la ua wa Dani lielekalo upande wa mashariki, litafungwa siku 6 za kazi. Unafungwa siku 6 za kazi. Lakini siku ya Sabato litafunguliwa. Linafanyaje? Litafunguliwa. Twende. Na siku ya mwezi mpya litafunguliwa. Twende. Naye mkuu hataingia kwa njia ya ukumbi. Anaingia kwenye njia ya ukumbi wa lango lile. Twende. Upande wa nje. Naye atasimama karibu na mlima wa lango. Na makuhani ndio watitengeneza sadaka yake ya kuteketezwa. Na sadaka zake za amani. Twende. Naye ataabudu penye kizingiti. Atafanyaje? Ataabudu penye kizingiti cha lango. Kwa hivyo lango ilikuwa inafungwa siku 6 za kazi. Inafunguliwa siku ya saba. Siku ya 7 ni Ijumaa? Hapana. Siku ya 7 ni Jumamosi. Kwa hivyo Jumamosi ndio walikuwa wanaenda kukusanyika. Tunauliza Qur'ani unakubali siku ya 7 ambaye ni Sabato ni Jumamosi? Qur'ani 16:124. Soma tusikie. 16:124 Qur'ani. Inasemaje? Inasema hivi. Twende. Hakika siku ya Sabato. Siku ya lini? Ya Sabato. Lini? Jumamosi. Lini? Jumamosi. Lini? Jumamosi. Kumbe Sabato ya Mungu ni lini? Jumamosi. Sio Ijumaa. Hakuna. Na Waislamu wanakusanyika lini? Ijumaa. Wanaacha Jumamosi. Kumbe ni dhambi. Maelezo yake. Inasema hivi. Twende. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Waislamu wanaitukuza Ijumaa na wamekataa Jumamosi. Msiitukuza lini? Ijumaa. Na kuiacha Jumamosi. Na Waislamu wanaitukuza Ijumaa wakaiacha Jumamosi. Na kumbe Jumamosi ndio siku Mungu ameweka takatifu. Siku ya Mungu ni Jumamosi. Kumbe Ijumaa sio siku ya nani? Ya Mungu. Kumbe msikiti sio nyumba ya nani? Ya Mungu. Si unaona? Ni hasara tu kwenda ibada msikitini. Umepoteza muda wako. Tukienda habari ya kufunga, ibada ya kufunga, saumu
yenye inafungwa. Msomaji, Naam. nisaidie Mathayo 6 mstari wake ni wa kwanza. Mathayo 6:1 inasema, Nasemaje? angalieni, Twende. msifanye wema wenu machoni pa watu, Msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, ili mtazamwe na wao, mwili mtazamwe na wao. Soma 16 hapo. 16 Biblia inasema, Inasemaje? tena mfungapo, usiwe kama wanafiki. Usiwe kama nani? Wanafiki. Wenye uso ndio wa kukutamana. Twende. Maana ujumbua nyuso zao ndio ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Kwa hivyo ibada ya kufunga inakuwa siri, lakini ya wanafiki inawekwa hadharani ili watu wajue watu wamefunga. Kwa hivyo Waislamu si wanatangaza kufunga kwao kwa TV kabisa, lakini hizo wanasema ibada ya kufunga ni asiri, haifai kutangazwa. Sasa hiyo Waislamu wanatangaza na wanasema wanafunga na wanasema wanafunga mwezi wa Ramadhani, si ndio? Kabisa. Lakini wanakula usiku mzima. Wewe ukikula usiku mzima, asubuhi utakuwa unajaa? Hapana. Unaweza kula saa 11 alafu mchana useme uko unajaa? Hapana. Si umeshimba? Kabisa. Yesu alifungaje? Nisaidie Mathayo 4 mstari wa kwanza. Mathayo 4:1. Wadhubutu wafunge hivi. Wafunge hivi. Hakuna Muislamu anayefunga. Hakuna. Waislamu wote wanabadilisha kalenda. Mwezi wa Ramadhani badala wa kula mchana wanakula usiku. Ongea na watu wa supermarket. Waulize wakati Waislamu wamefunga na wakati hawajafunga siku gani wanauza sana. Wakati ambao wamefunga ndio wanakula zaidi kwa sababu hawafungi, wanakula usiku. Ikifika saa 11 amemaliza kula ugali kabisa. Alafu akifika mchana anataka ati nimefunga. Umefunga na umeshimba? Ni kama watchman. Si unakula kabisa. Soma tusikie. Inasema hivi, kisha Yesu ndio alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Maliza. Akafunga ndio siku 40 mchana na usiku. Kumbe Yesu anafunga mchana na usiku. Na Waislamu usiku mchana, lakini usiku wanakula. Kwa hivyo hakuna ibada ya kufunga, hakuna saumu hapo. Kwa hivyo hata ibada ya saumu wameanguka. Kwa hivyo hakuna msikiti wa Mungu, na Ijumaa sio siku ya nani? Ya Mungu ibada. Na kutoa viatu kwenye msikiti hakuna hakuna aya. Kuangalia kibla sasa, kuangalia sehemu. Nisaidie Yohana 4:22. Hakuna mtu anaruhusiwa leo katika Agano Jipya kuangalia sehemu ati kwa ibada. Hakuna. Leo tunaabudu katika roho na kweli, sio kuangalia katika milima, sio kuangalia Yerusalemu, sio kuangalia Maka. Ukiona ibada ya kuangalia kibla, ujue kwamba ibada hiyo si halali. Soma tusikie. Inasema hivi, ni mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Twende. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Maliza. Lakini saa inakuja. Twende. Nayo sasa ipo. Ambayo waabudu halisi. Wale waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hiyo tunaabudu katika roho na nini? Na kweli. Anza 19 sasa. 19 inasemaje? Yule mwanamke akamwambia, twende Bwana, naona ya kuwa unabii. Twende. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Nanyi useme ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pasapo kuabudia. Kwa hiyo watu walikuwa wanaabudu milimani. Yesu akasema hiyo imekwisha. Sasa tunaabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ibada ya kweli sahihi lazima iwe roho na kweli. 17:85 Qur'ani. Sasa ibada ya msikiti hakuna roho. Sasa haiwezi kuwa ya Mungu. Kwa hivyo ninapowaambia msikuwe Waislamu, na waambia kwa sababu ibada ya msikitini hakuna nabii hata mmoja amewahi kuitumia ibada hiyo ya msikitini. Na ninaona hapa kuna mzee tuliahidiana na yeye, akaniambia nikimjibu atabatizwa. Akinijibu ni silimu. Si alienda akiadala kabisa. Umewahi muona tena? Hata wale alipotea. Alienda akaambiwa wewe usidhubutu kwenda hapo. Alikanywa. Alipoenda kwa msikiti kutoa hiyo habari aliambiwa wewe usiende. Maana walijua kwamba atabatizwa. Soma andiko. Inasema hivi. Inasemaje? 7:35 Qur'ani. Twende. Inasema natumizeni. Kipimo mpimapo. 17:35. 85.
Asante. 85, 17, 85. Inasema hivi. Inasemaje? Na wanakuuliza habari ya roho, wanapokuuliza habari ya roho, sema roho ni jambo lililohusika na Mola wangu, Mwenyezi Mungu. Nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa, nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Kumbe ni elimu ya vitu visivyohusika na roho, vitu visivyohusika na roho. Kwa hiyo Waislamu hawahusiani na roho, na ibada ya kweli ni kweli na roho, na Waislamu hawana roho. Kwa hiyo ibada yao si ya kweli. Wako wapi bwana wakuja watetee imani? Wako wapi Waislamu wa hapa? Mko wapi? Kwa sababu hapa jahazi ya Allah inazama. Mnatakikana kuja kuiokoa jahazi inazama katika mji wa Maua. Ya kwamba ibada yenye inatumika msikitini si ya kweli. Na ndio naona kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Yeroboamu. Msomaji hebu nisaidie Nyakati wa kwanza. Sijui ni Nyakati wa kwanza ama ni Nyakati wa pili. 2 mstari wake wa 15. Hebu soma nisikie. Nyakati wa kwanza 2:25. Hebu soma wa pili. Angalia wa pili 2:15. Kuna mtu ambaye anaitwa Yeroboamu katika Biblia, ambaye Mungu alimkataza. Mungu alikuwa ameshakataza hakuna ibada kushirikiana na majini. Soma tusikie. Anzia 14. Nyakati wa pili. 2:14. 2:14 inasema. Inasemaje? Inasema mwana wa mwanamke wa binti za Dani. Ndio, hebu soma 15. 15. Inasema hivi. 15 inasema basi. Ndio. Sasa hiyo ngano na shairi. Soma wa kwanza. Soma wa kwanza tusikie. Wa kwanza 2:15 inasema. Inasemaje? Na wa sita Hosemu. Ni Nyakati unasoma wewe? Mambo Nyakati wa kwanza. Wa kwanza 2:15. 2:15. Utaniangalilia hapo. Yaani Yeroboamu aliweka makuhani wa mahali pa juu na akaweka na majini ili wamtolee Mungu ibada. Alipoweka majini, Mungu akamuua Yeroboamu. Mungu akamuua kwa sababu alihusisha ibada yake majini, na Mungu alikuwa amekataza katika Walawi 17:7 hawatatoa sadaka zao kwa wale majini. Kwa hivyo Mungu ibada ya kuhusisha majini ni marufuku. Lakini Muhammad alipokuja akarudia ibada hiyo ya Yeroboamu. Leo kwa msikiti tunaambiwa kuna mashehe ama kuna majini waliosilimu. Kwa hivyo ibada ya msikitini kuna majini ambaye ni makosa. Mungu alimuua Yeroboamu kwa sababu ya kuweka makuhani wa mahali pa juu na majini. Inasema hivi. Inasemaje? Mambo wa Nyakati wa pili. 11. Mstari wake na 15. 11:15. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Naye akajiwekea makuhani. Naye Yeroboamu, hebu anzia mstari wa 14. 14 inasema. Ndio. Kwani Walawi wakaacha malisho yao na miliki yao. Twende. Wakaja Yuda na Yerusalemu. Maliza. Kwa sababu Yeroboamu na wanawe waliwatupa ili wasimfanyie Bwana ukuhani. Twende. Naye akajiwekea makuhani wa mahali pa juu na wale nani? Majini. Wale nani? Majini. Kwa hivyo Yeroboamu aliingiza majini kwenye ibada. Aliingiza majini kwenye ibada. Soma 13:21. Hapo Nyakati wa pili. Mungu akamuua Yeroboamu kwa sababu hiyo. Kwa hivyo leo Waislamu wamekufa kifo cha kiroho kwa sababu katika ibada yao wamehusisha majini, kitu ambacho Mungu alikuwa ameshakataza tangu zamani. Soma tusikie. Mambo ya Nyakati wa pili 13. Twende. Mstari wake 21. Inasemaje? Inasema ila Abiya akapata nguvu, akawa wake 10. Twende. Na 4. Akazaa wana 22. Hebu soma 20. Hapo 20 nasema. Ndio. Inasema wala Yeroboamu hakupata nguvu tena siku za Abiya. Kisha Bwana akafanyaje? Akampiga akafa. Kwa hivyo Mungu alimuua nani? Yeroboamu, kwa sababu alichukua makuhani akaweka kwenye ibada. 17:7 Walawi. 17:7 Walawi. Leo ibada ya msikitini Mungu haikubali kwa sababu ibada ya msikitini wamehusisha majini. Naomba leo Muislamu yoyote
anapatikana hapa Maua, aje aseme kwenye msikiti hakuna majini. Aje hapa. Aje hapa jua likiwa linawaka. Hakuna atakaye kataa hilo, kwa sababu majini wako msikitini. Yeroboamu alichukua majini akawapeleka kwa ibada. Mungu akamuua. Hiyo ni andiko nimelitoa. Si hata kwamba nimesema nini. Kwa nini? Mungu alikuwa ameshakataza ibada hiyo. Soma msikie. Wala hawatatoa tena sadaka zao. Mungu alikuwa amesema wala hawatatoa sadaka zao kwa wale majini ambao hawafuata ili wafanye asherati nao. Kwa hiyo Mungu alikuwa amekataza hakuna kushirikiana ibada na nani? Na majini. Yeroboamu akaweka makuhani majini. Mungu akafanyaje? Akamuua. Sasa chukua kitabu kidogo kiko hapo kinaitwa Ulimwengu wa Majini. Ulimwengu wa Majini. Ulimwengu wa Majini, nisomee ukurasa wa 41. Ukurasa wa 41. Ukurasa wa 41. Inasemaje? Ulimwengu wa Majini. Ndio. Ukurasa wa 31. Inasemaje? Inasema hivi. Twende. Inasema. Sema. Ukurasa huo wa 41 kuna mahali wanasema ibada inafaa kutolewa Mwenyezi Mungu tu. Hapo tu, hebu tafuta hapo. Inasema hivi, ukurasa wa 31. Twende. Inasema ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Safi. Jambo hili limesababisha wasiokuwa Waislamu kuikashifu dini ya Kiislamu. Twende. Kwa kudai ni dini ya majini. Tunadai ni dini ya nini? Ya majini. Maliza. Hatupingi. Waislamu hawapingi. Kwa nini hawapingi? Kwani majini miongoni mwao wapo Waislamu. Wapo Waislamu. Kumbe kuna majini Waislamu. Kuna majini Waislamu. Kuna majini Waislamu. Sasa natoa changamoto kwa Waislamu wanaonisikiliza. Waislamu mkimaliza sala kwenye msikiti, lazima msalimie upande wa kulia. Na upande wa kushoto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nauliza Waislamu, salamu hizi mnatoa kulia na kushoto, mkimaliza sala huwa mnasalimia nani kama sio majini?